Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi karibuni tena katika ushirika huu ambao Mungu amewachagua wa Africa Repent Kenya, Africa Repent Tanzania, tukiwa na wapendwa wetu na watakatifu wengine sehemu zingine zote. So kwa uwezo wa Mungu tunaangalia kuhusiana utatu, kama umewahi kusikia kuhusiana na Trinity, utatu. So tunaangalia jinsi utatu ulivyo gawanyika kwa siku tatu, alafu tena ukarudi. Tuangalia venye Trinity ilivyo separate, alafu tena ika-unite tena baada ya siku tatu. Na ni nini ilisababisha? Na ni nani alisababisha utatu utengane kwa siku tatu alafu urudiane tena? Nani alisababisha utengano? Nini ilisababisha utengano? Tuangalie uzito wa dhambi yako, maovu yako na yangu, vile ilifanya katika ule utatu wa Mungu Mwana na Roho. Alafu turudi tena tujioji ndani ya mioyo yetu, ni gharama gani ambayo mimi na wewe tumeweka chini katika toba zetu zizidi kusukumwa na tuzidi kupata chuki kikamilifu ya kile ambacho kilitenga utatu. Yataangalia kuhusiana na venye tulisoma last time kwa uwezo wa Mungu kwamba Yesu ni Mungu Mwana na kuna Mungu Baba. Taangalia venye Mungu Mwana ana hukumu dhambi zako na dhambi zangu kwa Mungu Baba ana hukumu dhambi zako na zangu kwa Mungu Mwana. Alafu Mungu Baba anatuma Mungu Mwana kuzimu kwa ajili ya wewe na kwa ajili yangu. So Mungu anatuma Mungu kuzimu. Alafu tujioji katika mioyo yetu na ujioji kwamba ni nini kitakufanya tena uwe na uhusiano na uovu na dhambi. Haya ndio madhara dhambi lifanya. Na tuone pia kwa uwezo wa Mungu jinsi Mungu Baba anahukumu Mungu Mwana. Mungu anamhukumu Mungu Baba anamhukumu Mungu Mwana, ili mwanadamu ambaye ni mimi na wewe tupate kupona kwa mapigo ya Mungu Mwana ambaye anapigwa na Baba, tupate kupona kutoka kwa ugonjwa wa dhambi na tusiwe na uhusiano na dhambi. Haya ndio Mungu anataka tuyaone. So tafadhali eka tu moyo wako sawa kwa uwezo wa Mungu, na kwa haya maufunuo ambao Mungu atakuwa anapatiana. Na mimi Mungu atakupatia ufunuo, na huo ufunuo ndio utakuokoa. Watu wanaokolewa kwa ufunuo wa kile ambacho Mungu ameonyesha kupitia Injili ya Yesu Kristo, kile ambacho anasikia. Sasa tuamini, tuombe. Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, unajua wazi Bwana, hakuna neno lolote Bwana ambalo linatokana na mwanadamu linaweza kuuisha nafsi isipokuwa lile linalotokana nawe kupitia Roho yako aliye mtakatifu na maandiko yako matakatifu. Bwana Mungu wa kabila la Israeli, tunaomba Bwana uende ukatembee katika mafundisho haya Bwana. Nenda ukaokoe nafsi Bwana kupitia jina lake Yesu Kristo Bwana. Mungu naomba wacha uwepo huu Bwana ujae nguvu za Roho Mtakatifu Bwana. Wacha malaika zako Bwana ambao umesema katika maandiko yako Bwana ni wafanye kazi, wa kufanyia kazi, ni wahudumu wa kuhudumia wale waliookoka, mtakatifu wa Israeli. Wacha wawe mahali hapa Bwana wakichukua hili neno Bwana, wakiliingiza katika mioyo yetu Bwana kupitia imani Bwana, kupitia kusikia Bwana unasema tunapokea imani Bwana. Mungu tunaomba kwa wale walio wagonjwa, tumewaombea na tunaamini Bwana huduma itakapokuwa ikiendelea, neno lako litakapokuwa likiendelea Bwana, wacha wakapate uponyaji katika jina la Yesu Kristo Bwana. Wala ambao Bwana huenda wako na unclean spirit Bwana, tunaomba Bwana kupitia neno lako Bwana, unclean spirit hizo Bwana zikabade kuondoka katika jina la Yesu Kristo Bwana. Unclean spirit Bwana inaweza kuwa Bwana ni ugomvi uko katika moyo Bwana, inaweza kuwa Bwana ni maovu yako katika moyo Bwana, inaweza kuwa pia Bwana ni grudges ambazo ziko katika moyo Bwana, inaweza kuwa ni fitina Bwana, roho ya fitina Bwana, wacha zikaondoke katika jina la Yesu Kristo Bwana. Roho za ubinafsi Bwana, wacha zikaondoke kupitia neno lako Bwana. Katuoshe Bwana, katuonyeshe jinsi dhambi ilivyo mbaya Bwana, kiasi ya kwamba inatenga utatu Bwana.
ambao utatu ulikuwa kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, lakini kwa ajili ya dhambi iliyotokana na ibilisi shetani, na iliyotokana na Adamu Bwana, na iliyotokana na matendo yetu maovu kinyume na amri zako Bwana, inaleta utengano Bwana. Wacha tukachukulie dhambi kwa uzito jinsi unavyoichukulia dhambi kwa uzito Bwana. Ili Bwana tuweze kumuona mkombozi ambaye ni Kristo Yesu. Wale ambao Kristo hajaumbwa ndani ya mioyo yao Bwana. Mungu, tumia neno lako Bwana likapatiane ufunuo na wokovu, na ni kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba pia Mungu wakumbuke wale walio katika dhiki, tumewaombea Bwana sehemu tofauti Bwana. Tuzidi kuwakumbuka Bwana. Hata neno lako Bwana wacha likawafikie katika lugha ambao wataielewa Bwana. Kumbuka Nigeria, kumbuka Sudan, kumbuka Iran Bwana, kumbuka Tanzania, kumbuka Kenya Bwana, kumbuka sehemu zote Iran Bwana. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukishukuru. Sawa, tutasoma kitabu cha Mathayo Mathayo 27 mstari wa 46. Kitabu ni cha Mathayo 27 mstari wake ni 46. Ilipofika saa 9, Yesu akapaza sauti akalia, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Maana yake, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hii ndio main text ambao kwa neema ya Mungu tutakuwa tunaendelea nayo. Hii ni msingi. Yesu analia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Tunajua katika utatu tuna Mungu Baba, tuna Mungu Mwana na tuna Roho Mtakatifu. So hapa tunaona tayari kichwa cha kile ambacho Mungu anataka tukione ni kwamba Mungu Baba anamwacha nani? Mungu Mwana, Yesu. So Yesu analia, Mungu wangu, mbona umeniacha? So kuna mgawanyiko hapa kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Roho ni sehemu ya uhai ulio ndani ya Mungu, na sehemu hiyo pia iko ndani ya Yesu Kristo. Lakini kwa mjibu wa maandiko, penye maandiko ina present, ndio tuna present vivyo hivyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. So tunaona Mungu Baba, tunaona Mungu Mwana, tunaona Roho Mtakatifu. So tunaona Mungu Baba akiwa mbinguni, alafu Mungu Mwana yuko msalabani. Mungu Mwana analia, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mungu wangu, mbona umeniacha? So tunaona kwamba ni Mungu Baba amemwacha Mungu Mwana. Tunaona Mungu Baba amemwacha Mungu Mwana. Unaona utatu umetenganika? Umetenganika vipi? Utatu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. So tunaona Mungu Baba anamwacha nani? Mungu Mwana. So huu ni utatu. Utatu unagawanyika. Bwana Yesu asifiwe. So si lugha geni, ni lugha geni kwa masikio ya kizazi hiki, lakini si lugha geni katika maandiko ya Mungu. Mungu anasema hilo ni siri imefichwa, ameificha. Na sasa anaifungua kwa walio watoto wachanga. Kwa nini tunafunguliwa hizi ufununi za kuonyesha jinsi Mungu anachukia dhambi na upate kutengwa nayo kwa ukamilifu kwa kumwamini Kristo na kutengwa na dhambi. So paka hapo kwa uwezo wa Mungu tunataka tuangalie utatu. Mama tuko pamoja? Tunataka tuangalie utatu. So tuangalie Mathayo 3, tuanze mstari wa 13. Mathayo 3, tafadhali tuanze mstari wa 13. Mathayo 3 kuanzia mstari wa 13. Kisha Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka mto Yordani ili Yohana mbatize. Lakini Yohana akajitahidi kumzuia akimwambia, mimi ninahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu nikubatize? Lakini Yesu akamjibu, kubali hivi sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kwa njia hii kuitimiza haki yote.
Hivyo Yohana akakubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara alipotoka ndani ya maji, ghafla mbingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua na kutulia juu yake. Nayo sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye ninapendezwa sana naye. Waweza rejelea 16. Na Yesu alipokwisha kubatizwa. Yesu alipokwisha kubatizwa. So tunaona tuko na Yesu Mungu Mwana. Tuko na Yesu Mungu Mwana. Yesu ashabatizwa na Yohana. So tuko na Yesu. Endelea tafadhali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara alipotoka ndani ya maji. Yesu alipotoka ndani ya maji, ghafla mbingu zikafunguka. Yesu alipotoka ndani ya maji, ghafla mbingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua. Yesu akamwona, Yohana akamwona Roho wa Mungu akishuka. Roho wa Mungu akishuka. So tuko na Roho wa Mungu sasa anashuka. Tuko na Yesu na tuko na Roho wa Mungu anashuka sasa. Hawa ni wangapi? Wawili. Mungu akubariki. Mstari wa 17. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua na kutulia juu yake. Nayo sauti kutoka mbinguni ikasema. Sauti nayo ikasikika kutoka wapi? Mbinguni. So sauti inasikika kutoka mbinguni ni sauti ya nani? Sauti ya Mungu Baba. So tunasikia sauti kutoka mbinguni ya Mungu Baba, alafu tunaona Roho Mtakatifu anashuka kwa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ameshuka, alafu tunaona Yesu Kristo. So kunakuwa na Yesu Kristo, kunakuwa na Roho wa Mungu ameshuka kama ua kwa Yesu Kristo, alafu kunakuwa na sauti ya Mungu mbinguni. Huu ni utatu. Huu ni ule maandiko anaita utatu, Trinity. Utatu. Baba mbinguni, sauti anaongea, Mwana ametoka kubatizwa kwa maji, ametoka kwa maji, Roho Mtakatifu anashukia kwake, sehemu ya uhai iliyo ndani ya Mungu. Hapo tunaona nini? Utatu. Nayo sauti kutoka mbinguni ikasema. Nayo sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa ambaye ninapendezwa sana naye. Hivyo ndo Mungu anasema. So tuangalie tena Mathayo utatu, bado tunaangalia utatu ili kwa neema ya Mungu uelewe utatu kabisa, ili tukiona penye unagawanyika kwa uwezo wa Mungu tuweze kupata kuelewa zaidi na zaidi madhara ya dhambi. Mathayo 28, tunaweza angalia mstari wake ni wa 18 tafadhali. Mathayo 28 mstari wa 18. Yesu akawajia na kusema. Yesu akawajia wanafunzi wake na kusema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu anasema amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa sababu hii nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yesu anatuma wanafunzi wake, anawaambia nendeni ulimwenguni mzima mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Mkiwabatiza, tunaangalia utatu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wangapi? Watatu. Mkawabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Huu ni utatu. Yesu Kristo anauleta wazi utatu. Huu utatu ulikuwa kabla kwa misingi ya ulimwengu, na zote kwa uwezo wa Mungu zinarudi kwa kitu kimoja, Baba na Mwana, Roho akiwa ndani. So naamini Mungu anakuonyesha utatu. Tuangalie tafadhali pia waraka wa kwanza wa Yohana 5. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wake ni wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wake wa 7. Kwa maana wako watatu. Kwa maana Mungu anasema wako watatu washuhudiao. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 7. 1 John 5:7. Sawa? Soma tena tafadhali. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wake wa 7. Naam. Kwa maana wako watatu washuhudiao. Mungu anasema wako watatu washuhudiao. Mbinguni. Hao
Hao ni Baba, Neno Neno na Roho Mtakatifu. na Roho Mtakatifu. Hao watatu ni umoja. Hao watatu ni umoja. Bwana Yesu asifiwe. So yuko Baba, alafu kuna Neno. Neno ni nani? Neno ni Yesu Kristo. Yohana 1:1. Neno likavaa mwili, neno likashuka. Yohana 1:14. Neno likavaa mwili ni Yesu Kristo akashuka. 18, Yohana 1:18. Mwana analala kwa kifua cha Baba, ambaye Yesu Kristo analala kwa kifua cha Baba. Mungu mwana ambaye ni Yesu analala kifuani cha Baba. So neno ni Yesu Kristo. So tukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 5:7, mahali kuna neno kuna Yesu Kristo. So inasema rejelea tena tafadhali. Kwa maana wako watatu washuhudiao. Wako watatu washuhudiao mbinguni. Hao ni Baba. Neno ambao ni Yesu Kristo. Yesu anaitwa neno la Mungu. Ufunuo 19. Yesu anaitwa neno la Mungu. Alafu tutarudi hapo tafadhali. Ufunuo 19:13. Ufunuo 19:13. Amevaa joo lililochovya katika damu. Yesu amevaa joo lililochovya katika damu. Na jina lake ni neno la Mungu. Na jina lake ni neno la Mungu. Ufunuo 19:13. So tunaona neno ni Yesu Kristo. So katika waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wake ni wa 7, tunaye Baba, tunaye neno ambaye ni Yesu Kristo, na tunaye Roho Mtakatifu. Hawa watatu. Maandiko yanasema hawa watatu. So kwa nini watu wanasema utatu? Ni utatu kwa sababu maandiko yanasema hawa watatu. Tunaweza angalia pia Isaia kwa Agano la Kale, si kwa Agano Jipya tu, lakini ilikuwa tangu zamani. Isaia 40:8 mstari wake ni wa 16. Isaia 48 mstari wake wa 16. Nikaribieni na msikilize hili. Nikaribieni na msikilize hili. Tangu tangazo la kwanza. Sikusema kwa siri. Wakati litokeapo nitakuwepo hapo. Sasa Bwana Mwenyezi amenituma kwa Roho wake. Okay. Rejelea tena Bwana Mwenyezi. Sasa Bwana Mwenyezi. Tunaona Bwana Mwenyezi imeandikwa kwa herufi ndogo na kubwa. Yangu inasema and now the Lord God. Bwana Mwenyezi ambaye ni Mungu. Bwana Mwenyezi ambaye ni Mungu. Next. Amenituma kwa Roho wake. Amenituma kwa Roho. Inaona and his spirit. Alafu inasema has sent me. Huu ni unabii unaongea kuhusu na Yesu Kristo. So tuna sent me ambaye ni Yesu alitumwa na Mungu. Alafu tuna his spirit. Alafu tuna and now the Lord God. Tuna Lord God. Alafu kuna spirit. Alafu kuna yule ambaye Mungu alimtuma ambaye ni Yesu Kristo. Yesu aliyetumwa na Mungu, kuna Roho na kuna Mungu aliyemtuma. Ya kimombo inaeka kwa wepesi, anasema come ye near unto me, hear ye this I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. There am I. And now the Lord, Mungu,
and his spirit, na roho wake, has sent me, amenituma mimi. So kuna yule aliyetumwa, kuna roho wa Mungu, roho wake, na kuna Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. So hata agano la kale inaonesha nini? Inaonesha utatu. Soma Genesis 1, 2, 3. One, 2 na 3. Hapo mwanzo Mungu aliumba dunia. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Wakati huu dunia ilikuwa haina umbo. Wakati huu dunia ilikuwa haina umbo. Tena ilikuwa tupu. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Naye roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya maji. Mpaka hapa watu ni wangapi? Kuna Mungu na kuna roho wa Mungu ametulia juu ya maji. Sawa sawa. Mbona tuenda haya yote? Kuna kitu Mungu anataka uelewe kuhusiana na utatu. Ndio tu proceed twende kwa mbele. Usipoelewa kuhusiana na utatu, hautaelewa kile ambacho kinatenga utatu. Sawa sawa. So tunaona kuna Mungu aliyeziumba mbingu na hata nchi. Tunaona kuna Mungu. Alafu tunaona roho ametulia juu ya maji. Genesis 1 and 2. Kuna Mungu na kuna roho aliyetulia juu ya maji. Waweza soma 3? Mungu akasema iwepo nuru. Iwepo nuru. Nayo nuru ikawepo. Sawa sawa. So tunaona kuna Mungu na kuna roho ametulia juu ya maji na kuna neno ambalo linatoka kwa kinywa cha Mungu. Neno ni nani? Yesu Kristo. So tunaona tuna roho ametulia kwa maji, tunaona tuna Mungu, alafu tunaona Mungu anasema nuru iwe. Nuru iwe. Hili neno nuru iwe ni Yesu Kristo. Na zaidi ya yote hiyo nuru pia ambayo inaangaza, bado hiyo nuru ni Yesu Kristo. Yesu anasema yeye ndio nuru ya ulimwengu. So tunaona kuna Mungu, kuna roho ametulia kwa maji, alafu tunaona neno la Mungu ambaye ni Yesu, na tunaona pia hiyo nuru ambayo inaangaza ulimwengu, inaondoa giza katika moyo wa ulimwengu. Hiyo nuru ni Yesu Kristo. So tunaona tuna Yesu ni nuru, tunaona tuna roho aliyetulia juu ya maji ambaye ni roho wa Mungu, alafu kuna Mungu mwenyewe. Huu ni utatu tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. So hakuna swali kuhusiana na utatu. Wote wako kitu kimoja katika roho, kwa sababu wanatumia roho moja, uhai wa Mungu ndani ya Kristo. Ndio huo uhai ule ndani ya Mungu. So naamini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na neno la Mungu umeelewa kuhusiana na utatu. Huo ndio utatu. Huu utatu tangu mwanzo haujawahi kutengana, hautawahi kutengana. Lakini kuna mahali ulitengana. Nani hajaelewa kuhusiana na utatu? Acha tuangalie tena Mathayo. Acha turudi katika Mathayo tafadhali. Mathayo 27:46 naweza kuisoma tukisonga mbele. Mathayo 27 mstari wake ni 46. Ilipofika saa 9 Yesu akapaza sauti. Akalia. Yesu akalia. Eloi, Eloi, lama sabakitani. Maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? Utatu unaachana. Utatu umekuwa pamoja tangu katika uumbaji. Utatu umekuwa pamoja katika Genesis yote, katika Old Testament yote, Genesis mpaka Malachi. Utatu haujawahi kutenganika. Lakini tukiingia katika New Testament, Yesu akiwa duniani, akiwa pale msalabani, Yesu analia.
Mungu wangu, mbona umeniacha? Utatu umefanya nini? Umetengana. Unafikiria ni kitu gani inaweza sababisha utatu utengane? Shetani hakusababisha hata utatu utengane. Shetani alipotoka aliambiwa nenda kabisa duniani. Nenda kabisa ukakae kwa wetu tutakuchoma. Shetani aliambiwa hivyo. Malaika wengi sana waliposema sisi tuko upande wa shetani, Mungu aliwaambia nendeni mkakae na shetani wenu. Shetani hajawahi kumtenganisha Mungu. Malaika wengi hawajawahi kumtenganisha Mungu. Mungu anasema ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Utatu. Lakini pale msalabani kile kitu ambacho kilifanya utatu utengane ni dhambi yako na yangu. Na nikijua ni dhambi yangu na yangu, na Mungu anasema hivyo, na ni hivyo, yafaa niendelee tena kufanya urafiki na dhambi? Yafaa niendelee kucheza na dhambi nikijua wazi Mungu amekuonyesha utatu vizuri kabisa, akakwambia unaona dhambi ilifanya utatu utengane? Watu wanachukia sana wanawake ambao wanaingia kwa ndoa za wengine. Ona mwanamume pale kijana amefunga ndoa na mwanamke, watu wanacheza, watu wanakula pilau, wanakula biriani, wametoka mbali, wanacheza, wanajenga, wanazaa watoto, pengine mapacha. Alafu kuna mwanamke tu lingine limetoka tu mahali kule, limeanza kuingia katikati, limeharibu hiyo ndoa. Wewe unafikiri unasema yule mwanamke amefanya vizuri? Wewe utaumia ndani ya moyo wako. Yule mume sahihi nilifundisha karusi, mke wake, ukimwona mke amekonda, ameisha, namuona nini naendelea, yule mwanamke yule jirani yangu, huenda pia elewa, amemvuta akampa bwana ugonjwa, alafu akaenda akampatia bibi. Ukitana huyo mwanamke utacheka naye? Utamwambia mwanamke ujambo, ubarikiwe? Utamwambia hivyo? No. Utamwambia wewe mwanamke shetani pepo mchafu, umevunja ndoa ya watu, wewe ukapatia na watu ukimwi, umesabaratisha watoto mapata ni mayatima sasa kwa sababu yako. Hautacheka naye. How much more dhambi iliyovunja utatu wa Mungu. Hiyo inatosha mwanamke kukemewa, inatosha kuwekwa hadharani hivi wazi. How much more dhambi inayotenga Mungu na kila nakipenda kipenzi chake cha moyo. Mungu anamwacha Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi yako na yangu. Then itaendelea tena kufanya urafiki na dhambi, kitu ambacho kilifanya Mungu na Yesu watengane. Haufai ufanye urafiki na dhambi. Haufai iwe kwa ndugu yako, kaa naye chini, mwambie hii njia hapana, hii njia hapana. Akikubali sawa, akikataa umemwambia ukweli na hujafanya urafiki na dhambi. Na nikiamba ukweli afanye tulie nishuke chini, na nikikataa ukweli inamaanisha nimekubali kufanya urafiki na dhambi, kile ambacho kilitenga utatu, kila moja ashuke utatu. Dhambi. Acha tusonge mbele. Nini lisababisha dhambi iliyekuwa kwa Yesu Kristo? Tuangalie Wakorintho wa pili tafadhali msomaji. Wakorintho wa pili 5:21. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Wakorintho wa pili 5:21. Nini lisababisha? Kwa maana Mungu alimfanya yeye. Kwa maana Mungu alimfanya Yesu Kristo. Mungu alichukua dhambi zako na zangu akamfanya Yesu Kristo kuwa dhambi. Kwa maana Mungu alimfanya yeye. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi. Asiyekuwa na dhambi. Kuwa dhambi. Mpaka hapo tafadhali. Samahani. Rejelea tena mpaka kwa ajili yetu nisi. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi. Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu. Asante. Tunaona utatu kuanzia mwanzo. Utatu ulikuwa tu sawa. Utatu ulikuwa sawa, ulikuwa utengani kwa sababu Mungu alikuwa anatumia wanadamu kutumia mifugo. So utatu ulikuwa sawa. Yesu alikuwa hajaletwa duniani. Licha alikuwa lakini alikuwa kwa mafumbo, alikuwa kama kivuli. Watu walikuwa wanaweka mwana kondoo, kondoo anachinjwa, mbuzi anachinjwa. Utatu ulikuwa sawa.
Utatu ulikuwa haujawahi kutenganika. Utatu ulikuwa haujawahi. Yesu kwa huku na Mungu kwa huku, wote wamekuwa siku zote kitu kimoja. Yesu hajawahi kusema Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu kutoka yote Old Testament yote ni sadaka zinazotolewa ni kivuli cha Yesu Kristo. So mbuzi ndio alikuwa anachinjwa, kondoo ndio alikuwa anachinjwa, kondoo ndio alikuwa anabeba dhambi, si Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tukija Agano Jipya, utatu unakuwa mashakani. Utatu unakuwa mashakani kwa faida ya wanadamu. Yesu sasa ndio anakuwa kondoo. Mungu anachukua dhambi zako na zangu. Amini dhambi yako imechukuliwa na Mungu, ikaekwa kwa Yesu Kristo. Yesu akawa dhambi. Na hii ndio itafanya Mungu na Yesu Kristo pale msalabani watengana. Sababu msalabani Yesu analipa dhambi, analipa deni la dhambi na mauti yake. Mungu atamwacha. Giza litaingia. Kwa nini? Mungu amemwacha Yesu Kristo. Giza ni ishara pia ya dhambi ya mwanadamu. Giza yako na yangu, maisha chafu tumeishi. Giza lina ingia kwa nini? Ni sadaka ya kipekee ambayo haitolewi kwa miungu ya jua, miungu ya mwezi. Jua linaondolewa ili wapagani wasienuke wakisema kwamba hii sadaka ya Yesu ina uhusiano na miungu yetu ya jua. Bado niendelee kufanya uhusiano na dhambi bado. Pana, kuna kitu hakiko sawa. Imalizie tafadhali, anze mwanzo. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kuwa dhambi kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako. Kwa nini unabeba mzigo wa dhambi kila siku na Mungu anasema dhambi yako alichukua akaiweka kwa Yesu Kristo? Mungu anataka uchukue hatua ya imani. Uamini kwamba imetoka hapa kwa Yesu Mungu, imekwenda kwa Yesu Kristo. Haiko tena kwa moyo wako. Na ufai tena kurejelea tena. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani Maithia. Hiyo ndio imani Pastor. Amen. Ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu. Ili sisi tupate kufanywa nini? Haki ya Mungu. Haki inamaanisha matendo mema ya Mungu. Dhambi ni kwa Yesu Kristo yako na yangu. Ili mimi na wewe tuwe matendo mema. Matendo mema kabisa ya Mungu. Uwe wewe na mimi. Dhambi itaishikilia tena wapi? Labda uwe tu na moyo wa kuirejelea ama kuendelea kukaa hapo. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na neno la Bwana na jina la Yesu Kristo, kama utaki dhambi inakuondokea leo kupitia maandiko. Itaondoka. Ukitaka iondoke itaondoka. So, weka tu moyo wako chini. Mungu ahudumie kupitia neno lake. Waweza angalia pia Yohana 1:29, baada ya Mungu kuchukua dhambi yako na kuiweka kwa Yesu Kristo. Mungu aishia kwa kuonyesha mali dhambi yako iko. Na anakuambia amini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameiweka kwa Yesu, alafu anakuambia iko pale. Anatumia mtu ambaye ni mkubwa zaidi ya wanadamu wote. Yule ambaye amezaliwa na mwanamke ni Yohana. Mungu anamtumia yule mkubwa kabisa aliyezaliwa na mwanamke akuonyeshe mahali dhambi yako ameiweka na yangu. Niamini iondoke. Yohana 1:29 tafadhali. Siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia. Yohana akasema, Yohana anakuambia, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae. Kuchukua ni kuiondoa. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae. Yesu ameondoa dhambi yako katika moyo wako. Na Mungu anakuambia tazama. Mungu anakuambia tazama. Usitazame na macho haya, tazama na macho ya kiroho. Uone Yesu, uone Mungu akiweka, uone Yesu. Maana ya aichukuae ni anaiondoa. Maana ya kuichukua ni kuiondoa mahali ilikuwa. Maana ya kuichukua ni kuiondoa mahali ilikuwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndio Mungu anasema. So sijui
ni nini inakuzuia. Sijui ni nini inakuzuia mpaka sasa. Wachilia tu moyo wako ubaki katika kutokuamini. Weza acha niangalie tafsiri katika lugha ya Greek. Acha tuangalie hiyo jina Teket katika lugha ya Greek. Teket inamaanisha to lift. To lift ni kuiinua. To lift ni kuiinua. Naangalia katika Biblia ambayo inaitwa Strong. Alafu pia zaidi wanasema ni kuibeba. Carry, lift up. Ni kuibeba. Sawa sawa. Inamaanisha ukiona mwana kondoo wa Mungu anaitwa ama aichukuae dhambi ya ulimwengu, kuichukua kwa lugha halisi iliyoandika Agano la Jipya ni Greek. So ukirudi katika lugha ya Greek, original meaning ni kwamba lift up. Kuilift ni kuinua. Na pia inasema carry it up. Loose ni si kuinua tu, lakini ni kuibeba na kwenda nayo. Umeelewa? So maandiko yanasema Yesu aliinua dhambi yako, akaibeba, alafu akafanya nini? Akaondoka nayo. Hivyo ndio inamaanisha. Akaondoka nayo. Mungu ndo ameiweka maipya. Yesu akaibeba. Yesu akaondoka nayo. Imani. Yesu lift. Akaibeba, kari, alafu akaondoka nayo. Ndio Yohana 1:29. So unaambiwa utazame kwa kile ambacho unakisikia. Kile ambacho unakisikia, ukiamini, hiyo ndio kutazama, si kuangalia. Ni kuamini, ni kwenda moja kwa moja na venye andiko linakueleza. Aliichukua, akaibeba, akaondoka nayo. Hivyo ndio Yesu kufanya dhambi zako. Kuamini. Weza soma Isaia, si dhambi tu peke yake, Mungu alichukua pia maovu. Na ovu yako akamtwika Yesu Kristo. Isaia 53, weza soma mstari wa 4. Isaia 53 mstari wa 4. Hakika alichukua udhaifu. Mpaka hapa. Alichukua udhaifu. Ule udhaifu umekuwa nao, Mungu anasema Yesu aliuchukua. Udhaifu mkubwa ni dhambi. Udhaifu mkubwa ni tabia ambazo hazimpendezi Mungu. Udhaifu mkubwa ni kuvunja amri za Mungu. Usizini, usiue, heshimu wazazi wako, kumbuka siku ya Sabato, usiwe na miungu mingine. Udhaifu huo tulioufanya kinyume na amri za Mungu, Mungu anasema amini, aliweka dhambi hapo kwa Yesu Kristo na Yesu akaibeba na Mungu akamtwika. Kumtwika inamaanisha amechukua kutoka chini akamweka. Inamaanisha amechukua kutoka kwa moyo wako na moyo wangu akampatia Yesu Kristo, akamwambia beba. Bwana Yesu asifiwe. Nikimpa hii maji, nikimwambia beba, yeye ndio amebeba. Hivyo ndio Mungu alifanya na dhambi zetu zote. Alimwambia Yesu Kristo beba, alafu sasa akaondoka nazo. So inafaa uamini kwa moyo wako kwamba Yesu alibeba, Mungu alimpatia na Yesu ameondoka nayo, nimeokoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio wokovu, Patrick. Hiyo ndio wokovu, kumwamini Yesu Kristo. Naweza soma haijaisha tafadhali? Hakika Yesu alichukua udhaifu wetu, akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhania kuwa Yesu alikuwa amepigwa na Mungu. Yesu akapigwa sana naye, akapigwa sana na Mungu na kuteswa. Mstari wa 6 tarejelea hapo.
Sisi sote kama kondoo tumepotea. Sisi sote, jiweke hapo kama kondoo aliyepotea. Nijiweke hapo Moses kama kondoo aliyepotea. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Naye Bwana aliweka juu yake. Naye Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa. Naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Maovu yako yote Mungu aliyachukua hivi yote akaweka kwa Yesu Kristo. Yesu asifiwe. Hii ndio rehema, hii ndio injili Mungu anataka uiamini. Kazi aliyoifanya kupitia mwanae Yesu Kristo. Unaje utatu unabeba dhambi yako? Utatu unabeba dhambi yako. Hii inapendeza kwa sababu Yesu ni sehemu ya utatu. Ukimwondoa mmoja utatu haui tena. So Yesu ambaye ni utatu, Yesu ambaye ni sehemu ya utatu, utatu unabeba dhambi yako. Mungu anakupenda kiasi gani? Mungu ananipenda mimi kiasi gani kwa sababu utatu unabeba dhambi yangu? Mungu aliibeba. Sio? Sasa kwa Yesu mpaka ibebe. Maandiko yanasema hivi. Alimtwika. Akamwekea kwa nani? Yesu Kristo. Yaani dhambi yako yashughulikiwa na utatu, dhambi yako na yangu. Watashindwa. Weka imani kwa ile kazi ambayo Mungu anaifanya Maithia, David, Moses, Patrick na wengine. Utatu unashughulikia kulipa deni lako la dhambi. Si mchungaji, mchungaji anashindwa, ameshindwa yeye mwenyewe, anahitaji zake zibebewe. Na yeye pia anamwamini Kristo. Ndio maana zake zimebebewa. Na anapaswa endelee kuishi maisha matakatifu na masafi mpaka mwisho. Tafadhali Mungu anataka uamke. Utatu unashughulikia dhambi yako. Wewe unafaa utrust. Kutrust ni kuamini 100% bila kuzuia chochote katika moyo wako. Bila kuzuia chochote. Ulale katika hiyo kazi. Ulale vile wapanda feri. Wamtrust yule nahodha, unasema yule atanifikisha kule, na unaingia katika hiyo feri. Umemtrust, umemwamini na maisha yako yote. Mungu anataka uamini. Alichukua dhambi zako akaziweka kwa Yesu Kristo, na uamini dhambi zako zote ziko kwa Yesu Kristo. Utrust him, sio usizuie chochote hapo. Bwana Yesu asifiwe. So tuangalie, tumeona dhambi zikiwekwa kwa Yesu Kristo. Na dhambi zikiwekwa kwa Yesu Kristo, nini itafanyika? Damu itatoka. Sawa. Umeenda mbele, Mungu akubariki. Kirudi nyuma kidogo, tunaangalia kile ambacho kinaleta utatu kufanya nini? Kugawanyika ama kuvunjika ama kutenganika. Sawa. Acha tumie neno kutenganika. Sawa. So tumeona nini imekuwa kwa Yesu? Dhambi za ulimwengu mzima. Ya nani? Za wanadamu. Yangu. Yes, yangu. Sawa. Utatu tumeona kwa mara ya kwanza, usichanganyikiwe tafadhali. Utatu tumeona ukiwa uko pamoja katika uumbaji. Sawa? Tukasongea mbele kidogo, tukaona dhambi sasa Mungu anachukua akizeka kwa nani? Kwa Yesu, akizeka kwa Yesu. Sasa tunataka kuone kile ambacho kimesababisha hiyo utatu kugawanyika, kutengana. Ni dhambi yako na dhambi yangu. Bwana Yesu asifiwe. So uchukie dhambi yako kwa ukamilifu, kwa sababu dhambi yako imefanya hivyo. Usipoichukia kwa ukamilifu, usipotengana nayo, hiyo dhambi itakutenga wewe sasa milele, na ukiwa kwa siwa la moto na utakatifu na uwepo wa Mungu milele. Siwafanye angalie hivyo. Hii ndio imefanya utatu utengane. Nisipotengana na hicho ambacho kilifanya utatu utengane, kwa kukiri na umekiri, kwa kutubu na wengi hapa mmetubu, matunda yameonekana, na kuamini sasa kwamba imeondolewa na uitaki tena, na kuweka imani kwa ile kazi Yesu amefanya, utatengwa nayo. Lakini usipofanya hivyo, wewe sasa ndio utatengwa na utatu na mimi tukiwa kwa ziwa la moto. So usiruhusu kwa kila ambacho unakisikia, pokea, amini, kikusukume mbele Moses, Maithia na wengine. So tuangalie kitabu cha Mathayo tena, turudi Mathayo 27:46.
Mathayo 27 mstari wa 46. Ilipofika saa 9, Yesu akapaza sauti akalia, Eloi, Eloi, lama tabaskani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Nani anaweza kujua mpaka sasa mali tumefikia kwa nini Mungu anamwacha Yesu Kristo? Kwa nini? Dhambi zako, very correct. Mungu akubariki. Vile vile dhambi zangu ndio zinafanya utatu fanya nini sasa? Ugawanyike. Umeelewa? Dhambi zako. Maovu yako na yangu. Zile tabia chafu tulikuwa tukizifanya, hizo ndio zimesababisha. So Mungu anataka nizichukie na nigeuke kutoka kwa hili. Na wewe vile vile. So tunaweza angalia Yesu akilia hivi, ina maana Mungu ameficha uso wake kwa Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zako. Angalia Isaia tafadhali. Mahali kuna dhambi, uwepo wa Mungu unaondoka. Angalia Isaia 59:2. Isaia Isaia 59:2. Mahali dhambi iko, uwepo wa Mungu unaondoka. Mahali kuna dhambi, uwepo wa Mungu unaondoka. So Mungu mwana akiwa na dhambi na akiwa anashughulikia dhambi pale msalabani, Mungu Baba atamwacha. Maana kuna dhambi, Mungu Baba ataficha uso wake, kwa ajili ya dhambi. Mungu hapendezwi na dhambi, anachukia dhambi. Mahali popote kuna dhambi, dhambi inafaa ishughulikiwe. Isiposhughulikiwa dhambi itazaa. Na itazaa mauti na watu wataingia jehanamu. So dhambi ndio ilifanya Mungu amwache Yesu. Dhambi ndio ilifanya utatu utengane. Unaweza kusoma tafadhali, maana asili ya Mungu ni utakatifu, usafi. Isaia 59 mstari wa 2. Lakini maovu yenu yamewateka nyinyi na Mungu wenu. Mungu anasema maovu yamekutenga wewe na Mungu wako. Maovu yamewatenga. Ukiwa kwa uovu, Mungu anakutenga. Utajua ni kama uko na Mungu lakini hauna Mungu. Kwa sababu hauwezi kuwa na Mungu kwa maovu. Utakuwa na Mungu mwingine atakuja haraka sana, ambaye anaitwa Ibilisi, Shetani. Ni Mungu wa ulimwengu huu. Ni prince of the air, atakuja. Mungu hapendezwi na maovu. Kwa watakatifu, kwa wenye dhambi, hapendezwi. Ushirika kwa neema ya Mungu. Mahali tunaelekea kwa watakatifu, mahali tunaelekea, Mungu anazidi kutuosha, na ile nuru Mungu anazidi kutufunulia. Tunataka tutembee katika hiyo nuru. Ule uchafu ambao umekuwa huku pengine mzaa, kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu hataruhusu, hakutakuwa na hiyo. Wewe unatembea kwa giza, maandiko yako wazi. Mungu anasema kwamba unapotembea kwa uovu umetengwa na Mungu. So utakapochagua kutembea katika njia ambazo zimpendezi Mungu, si muda mrefu Roho Mungu atakukalisha chini na atakuonya kwa upendo, kwa mjibu wa maandiko. Wenye dhambi Mungu hapendezwi na uovu. Mungu hapendezwi nao. Kama unaishi maisha maovu, jua uko mbali na msalaba na uko mbali na toba. Lazima ugeuke kwa uwezo wa Mungu kutoka kwa maovu yako yote, na Mungu anakupatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Naweza rejelea tena Isaia 59 mstari wake ni wa 2. Lakini maovu ya nani? Ya Yesu? No, maovu yetu ambayo yamekuwa kwa Yesu, lakini maovu yenu yamewatenga nyinyi na Mungu wenu. Kuishi bila Mungu ni kwa sababu ya maovu, yamekutenga. Dhambi zangu na dhambi zako zimewaficha nyinyi uso wake, ili asisikie. So hivyo ndo Mungu anasema uso wake. Dhambi zinafanya Mungu sisi tusione uso wa Mungu. Yesu yuko msalabani, yuko na dhambi.
Mungu anamwacha Yesu kwa nini? Yes, Mungu ameficha uso wake kwa Yesu Kristo. Mungu anaficha uso. Ya Mungu ako na tabia, Mungu ako na attributes, Mungu yuko na characters. Mungu yuko na features. Ndio hizo. Ukiishi maisha machafu, Mungu anafinika uso wake. Waelewa lakini hii waweza sema ni mfano. Umeenda kwa gari nzuri kabisa, leupe kabisa. Yule yuko pale amefungwa kioo akusikize. Lakini waanza kuongea matusi, akufungia kioo hivi. Unasema mtu yuko ndani na nini? Ana dharau, ana kiburi. Unasema ana kiburi, mbona ananifungia dirisha? Lakini kwa sababu umeongea nini? Umeongea uchafu na yeye hakubaliani na nini? Hakubaliani na uchafu. Ndio hivyo. Utasema huyu ako na kiburi, mbona ananifungia dirisha? Mungu anasema hivi, wewe maisha machafu, anaficha uso wake. Anaficha uso wake. Wewe unataka maisha machafu? Mimi naficha uso wangu kwa machafu. Unasema Mungu kumbe uko na hii tabia. Kumbe Mungu anaweza ficha. Mungu anasema Yesu anaficha uso wake na alificha kwa mwanae Yesu Kristo. Sema kwako na kwangu. Hata uficha mara ngapi? So Mungu apendezwi na maovu. Dhambi ilipelekwa kwa Yesu. Maovu yetu yalipelekwa kwa Yesu Kristo. Mungu alificha uso wake kwa mwanae. Ndio maana Yesu analia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu alikuwa akitembea kiponya amejaa mtakatifu. Anasema mimi na Baba ni kitu moja. Ukiniona mimi umemwona nani? Baba. Lakini msalabani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Utengano kwa ajili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. So inafaa uchukie dhambi kiasi gani? Nafaa nichukie dhambi kiasi gani? Kwa nyumba yako, kwa watoto wako, kwako wewe mwenyewe. Na ukichukia dhambi utakuwa tayari kurekebishwa. Ukiona urekebishiki, wewe ni mtu unapenda dhambi na unapenda kile kilichovunja utatu, na ufai kuwekwa katika ushirika wote ule. Jua hivi. Haya nilikuwa siyajui. Mungu anazidi kunifunulia. Natambua hata nikiwa kwa ushirika yafaa niishi vipi? Hata kwa mashirika mengine nikienda kama mgeni yafaa nitulie vipi? Wapendwa, tujichunguze na tuangalie nini ilifanya utatu uvunjike, na tuichukie zaidi ya maisha yetu na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ya tunaona Mungu anaficha uso wake. Biblia ya Kimombo inasema hivi, ni King James 59:2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face. Biblia ya Kimombo inaeleza our sins, dhambi zetu, maovu yetu yameficha uso wa nani? Uso wa Mungu. Waona? So your sins and my sins also, your sins have hid his face from you. Dhambi zangu zimeficha uso wa nani? Wa Mungu. So dhambi ilipelekwa kwa Yesu Kristo, uso wa Mungu ulifichwa kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio asili ya Mungu. Yesu analia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu uso wa Mungu hauko tena, ung'ari tena kwa nani? Kwa Yesu Kristo, kwa ajili ya dhambi yako na yangu, maovu yako na yangu. Unaweza kusoma Isaia hapo 54. Hapo tu 54 tafadhali, mstari wake ni wa 8. Naam. Katika ukali wa hasira Mungu anasema katika ukali ambao Mungu alikuwa nao kwa Yesu Kristo, katika ukali ambao Mungu yuko nao kwa wenye dhambi, ukali wa Mungu alificha nini? Uso wake. Alificha uso wake. Mungu anaweza kujificha. Mungu anaweza kujificha, wapendwa. Hii ni tabia ambayo ni hatari sana kwa mtu ambaye anaishi maovu. Kuna watu kweli, ukija kwa hiki kitabu na moyo ambao uko juu, ukija kwa hiki kitabu na uovu unafanya uovu, ukija kwa hiki kitabu na uchafu, Mungu anasema atajificha. Utatafuta hekima hapa, utakosa. Utachanganyikiwa na utachanganya hata wengine. Kwa sababu gani? Mungu wa hiki kitabu atajificha na utaelewa chochote. Mtu akiwa katika toba, akiwa anaishi pia maisha machafu, anajichanganya.
Huyo mtu atakuja kwa hichi kitabu, atakuja kwa sabuni ya masaa mawili, hataelewa chochote. Kwa nini? Mungu wa hiki kitabu anajificha, hataona msalaba. Bwana mmoja alikuwa anaitwa Felix, alikana Paulo yule mtume ambaye alienda paradiso akiwa duniani. Mbingu ya tatu Mungu alimpeleka huko na akamuonyesha vitu vya ajabu sana. Paulo ambaye ameandika Agano Jipya theluthi. Huyu Felix alikana Paulo. Felix alikuwa kiongozi, alikuwa wakati wote anaweza mwambia Paulo aletwe, akaenda Paulo jela. Paulo amhubirie Felix asikie kutoka kwa Paulo huyu aliyetoka na Yesu Kristo. Huyu hapa anamhubiria Felix. Alimhubiria kuhusiana na haki, alimhubiria kuhusiana na hukumu. Na zaidi Felix ambaye tosha imetosha. Nenda, nitakuita wakati unaofaa. Lakini ndani ya moyo wa Felix alikuwa anafikiria Paulo atampa pesa. So Felix akimwita Paulo, haoni chochote, anaona pesa kwa Paulo. Huyu atanipa pesa, hebu mwiteni. Anakaa na moja, anajifanya asikia lakini asikii. Lakini anajua Paulo atanipa pesa, nitamtoa. Miaka mingapi? Na Paulo miaka 2. Chini ya miguu yake Paulo miaka 2. Na Paulo alimhubiria. Lakini amini usiamini, Felix akitoka kwa kiti chake bado hakuwa amepokea injili kutoka kwa Kristo kupitia Paulo. Yaani anatoka kwa kiti hivi tena anasema wacha niwasaidie hao Wayahudi, wacha nipate sifa kwa hao Wayahudi, wacha nifurahishe Wayahudi. Paulo, endelea kukaa gerezani, wewe oza huko. Wayahudi nimemwacha huko, akapata sifa kwa Wayahudi. Tunamaanisha nini tukiongea haya yote? Mpendwa, unapokuja kwa neno la Bwana katika toba, hakikisha hauko katika uovu. Usichanganye. Mungu ni Mungu wa kujificha. Ukiwa na kiburi, ukiwa na faraka, ukiwa na ujeuri, hata katika viongozi ambao Mungu ameweka mbele yako, Mungu anasema nitakuonyesha, anajificha. Fanya sasa. Hii imeninyenyekeza, siongei hapa. Imenifundisha na endelea kunifundisha kunyenyekea kwa wale wanaokuhubiria injili. Hata kama muelewani, wanyenyekea. Na mwenye dhambi ukiwa haja kwa toba, jifundishe kitu kimoja. Mungu ni Mungu wa kujificha. Akikwambia geuka kutoka kwa uovu, anamaanisha ugeuke kwa huo uovu. Hamaanishi geuka alafu kesho akwambie uendelea nao. Akwambia akikwambia geuka anamaanisha ugeuke. Akikwambia wacha anamaanisha wacha. Ukiendelea nao anasema endelea nao. Mimi naficha uso wangu, naficha mwanangu, alafu uone kama utaokoka. Mungu hana room. Mungu hana chumba cha maovu na dhambi. Hakuna chumba. Hakuna recycle bin. Unajua recycle bin? Recycle bin ni mahali, samahani, mfano uko kwa simu, ukafuta kitu pale mbele ya uso, ukafuta kitu, kinaenda mahali nyuma. Recycle bin. Ukitaka baadaye unaweza ingia ukairegesha tena. Recycle bin ni mahali unatupataka, alafu unakaa. Ukihitaji unaweza enda kuichukua ukaitumia tena. So kwa mtakatifu hafai kuwa na recycle bin. Hiyo imeondolewa. Yaani ufai kuonywa kitu kimoja mara nyingi. Ukionywa leo kitu kimoja, inamaanisha unasikia uko na recycle bin, unairegesha hapo huo uchafu wako, alafu unautoa, unaendelea kuishi nao. Mungu anasema naficha uso wangu kwako. Mwenye dhambi ukiambiwa geuka kwa uwezo wa Mungu, tubu, inamaanisha haufai kuwa na recycle bin, mahali kwa kuhifadhi makaratasi, mahali kwa kuhifadhi uchafu, mahali kwa kuhifadhi maovu. Haufai kuwa na recycle bin, haifai. Akikwambia geuka kwa uzinzi kwa uwezo wa Mungu na neno lake, geuka. Hapo na maisha ugeuke hapo. Akiniambia yeye haitakikani kwa watakatifu, geuka. Si nimegeuka alafu 13 imerudi. Uko na recycle bin ya maovu. Uko na mahali umeweka mkoba wa kutupa dhambi na maovu ya kurejelea. Mbwa anarejelea matapiko yake. Unakuwa ufai katika ufalme. Ufalme ni wale ambao wanalima na wanaangalia mbele, hawaangalii nyuma. Hata katika toba, wale ambao wanatubu wakielekea kwa ufalme ni wale ambao wanageuka kwa maovu na waangalii nyuma. Uchafu anaita uchafu. Huwezi rejelea mavi yako. Sijaona mtu akirejelea mavi hapa akienda kula.
Uregelei matapiko yako. Mbona uregelei maovu yako? Unakuwa mnafiki. Nakuwa mnafiki. Nilikuwa nalala wanawake kabla niokoke. Sasa nimeokoka. Sihitaji kulala na wanawake. Imeondolewa. Nilikuwa sisikii kabla niokoke. Nilikuwa siheshimu viongozi. Nilikuwa na upuuzaji. Lakini Mungu ashaliokuwa anazidi kunifundisha kunyenyekea. Na nyenyekea, mbona niendelee kuishi vile vile? Inamaanisha kuna upuuzaji. Katika pesa la Bwana. Mungu anasema anaficha uso wake. Aliuficha kwa Yesu Kristo. Kwako ni rahisi sana. Kwangu ni rahisi sana. Tuchunge sana. Tuchunge sana. Watakatifu inafaa wale kitu kimoja. Kuna mbuzi na kondoo. Sawa. Mtu akiokoka anakuwa kondoo. Moses. Mtu akiokoka anakuwa kondoo. Sawa. Mtu kama hajaokoka ni mbuzi. Na Mungu anasema ataseparate. Mbuzi wataka mkono wa kushoto. Mungu anasema atawachoma moto. Kwa nini? Ni waovu. Wanarejelea katika uovu wao wa dhambi. Mungu ameficha uso wake kwao. Alafu mkono wa kuume mbali Yesu Kristo anakaa ni kondoo. Hawa kondoo wataurithi ufalme wa Mungu. Kuwa makini na hii sentence kwa uwezo wa Mungu. Mbuzi, kwa makini tafadhali kwa uwezo wa Mungu. Mbuzi anaweza kufanyika kondoo. Sawa. Na kondoo anaweza kufanyika mbuzi. Hii cycle iko hivyo. Usione umeokoka Morris mwingine uone sana naweza kufanya vile nafanya. Haiwezekani. Ulikuwa mbuzi, waweza tena kurudishwa mbuzi. Kurudishwa mbuzi ni vipi? Mali mbuzi ambao hawajaokoka watatupwa. Wewe na mimi jina letu litafutwa na tutatupwa. Yesu anasema katika Yohana 15 anasema yeye ni mkulima. Okay, babake ni mkulima, yeye ni mzabibu. Tawi lolote ambalo halizai, Baba ulifanya nini? Ulikata na ulitupa. Mstari wa 6 analitupa kwa moto. Hawa ni watu wameokoka. Hawa ni watu wameokoka. So watakatifu walio hapa, tuweke chini kiburi. Tusikize sauti ya Bwana. Tusikize sauti ya Bwana. Katika ushirika wa Afrika repent. Wale ambao wameokoka, weka chini kiburi. Mbuzi ashafanyika kondoo. Lakini usifikirie ni mwisho. Kondoo anaweza kufanyika mbuzi. Au ni mafundisho kwa uwezo wa Mungu tutayaangalia. Lakini nilipokuwa ninaomba pale kwa uwezo wa Mungu, Mungu ananipatia hili. Kaambia hili likumbuke. Hili linene. Hili liseme kwamba mbuzi anaweza kufanyika kondoo na kondoo asifikirie amefika. Kondoo anaweza kugeuka nani? Mbuzi na akachomwa. Ni safari ya unyenyekevu. Ni safari ambayo Mungu alimwacha Yesu Kristo. Hashindi kukuacha, hashindi kuniacha. Najua hujawahi fikiria hilo kama mtakatifu, lakini Mungu anajua. Iko. So wewe uliye kondoo, Mungu alificha uso wake kwa Yesu ambaye ni kondoo. Wewe kwako ataficha vipi na mimi ataficha vipi? Tuangalie tusiishie mahali pamoja na wanafiki na mbuzi. Na wewe mwenye dhambi, Mungu ameficha uso wake kwako. Sasa hivi uone uso wa Mungu. Lakini ukiwa kwa neno, Mungu anajidhihirisha. Anakuambia njoo. Unaposikia Mungu anafungua uso wake hivi. Anakuangalia, alafu anarejesha. Ukirudi kwa dhambi zako, anarejesha. So akifungua uso hivi, nyosha mkono wako kwa uwezo wa Mungu. Ukiona umekisikia, kiamini. Alafu uone uso wa Bwana. Upate furaha katika moyo wa msamaha wa dhambi. So ni wazi Mungu anaficha uso wake. Weza malizia tafadhali. Isaia 54 mstari wa 8. Katika ukali wa hasira. Katika ukali wa hasira. Nilificha uso wangu kwa kitambo. Mungu anasema alificha uso wake kwa kitambo, kwa muda kidogo. Lakini kwa fadhili za milele. Nitakuwa na huruma juu yako. Asema Bwana mkombozi wako. Ya kimombo inasema in a little wrath I hid my face from thee for a moment. Asema Mungu kwa hasira kidogo alificha uso wake. Mungu anaongea kuhusu na Yesu Kristo. Kwa hasira kidogo Mungu alificha
uso wake. Alificha kwa nini? For a moment. Yaani Mungu anaficha uso wake, elewa hapa, kwa muda, si milele. Mungu afichi uso wake kwa Yesu milele. Sawa sawa, ameuficha kwa muda. Kwa siku ngapi? Ficha kwa muda. For a moment. But with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. Mungu alikuwa anahukumu dhambi zako na zangu kwa Yesu Kristo. Mungu anampiga Yesu Kristo. Yesu analia, Mungu wangu mbona umeniacha? Mungu anampiga Yesu Kristo. Hapo Isaiah 53 unaweza soma 4 and 5. Mungu anampiga Yesu Kristo, na 10 pia utasoma. Isaiah 53 4. Hakika alichukua madhaifu yetu. Hakika Yesu alichukua madhaifu yetu. Akajitwika huzuni zetu. Yesu akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhani kuwa Hata hivyo tulidhani kuwa alikuwa amepigwa na Mungu. amepigwa na Mungu. Akapigwa sana naye. Akapigwa sana naye. Moses, tuko pamoja? Na kuteswa. Mungu ndo alikuwa amempiga sana. Mungu alimpiga sana. Mungu ameficha uso wake. Alikuwa anapiga dhambi zetu kwa Yesu Kristo. Dhambi zako zilikuwa zinapigwa. Maovu yako yanapigwa. Kutokutii kwangu kunapigwa. Kunapigwa ili kuondolewe. Ili Yesu amwage damu siondolewe, sioshwe. Upate toba, kugeuka kutoka kwa dhambi, siondolewe. Ndio maana Mungu alikuwa anazipiga ili asizipige tena jehanamu. Ili utakapokufa Mungu asizipige tena kwa mwili wako jehanamu. Mungu alikuwa anazipiga. Mungu anakuita, amini zilikuwa zinapigwa. Kutokutii kwako kulikuwa kunapigwa kwa Yesu Kristo. Amini. Amini uokoke. Umesoma mstari wa 5? Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. Mungu alikuwa anamtoboa Yesu. Mungu alikuwa anamtoboa misumari kwa miguu, misumari kwa mikono. Mungu alikuwa anamtoboa Yesu. Yesu anatobolewa. Mungu anamtoboa Yesu. Yesu analia, mbona umeniacha? Huyu Mungu sijakujua hivi baba. Sijakujua hivi baba. Mungu anatoboa. Anamtoboa. Yesu anasema uko wapi Mungu? Mungu amemwacha kwa ajili ya dhambi zako. Yesu hajamjua Mungu hivi. Yesu hajamjua Mungu hivi. Dhambi zako zinafanya hivi na zangu. Niangalie nitengwe nazo na umbali kabisa kwa kutubu dhambi na kuziweka kwa Yesu Kristo kwa imani. Na kuamini zimeondolewa na Yesu Kristo. Na kuamini Mungu amezipiga kwa Yesu Kristo. Mungu akubariki, endelea tafadhali. Alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Alichubuliwa. Kwa nini anachubuliwa? Kama unaamini Yesu alichubuliwa, basi jua ni kwa sababu ya maovu yako. Na alichubuliwa ili ovu lako na langu lilipwe. Hii ni aje tena napaka na uovu? Alichubuliwa kwa ajili ya uovu wako na wangu. Adhabu iliyotuletea sisi amani. Adhabu hiyo ya kuchubuliwa kwake ilituletea sisi amani. Ilikuwa juu yake. Na kwa majeraha yake, kwa kupigwa kwake, kwa jeraha za Yesu Kristo. Mungu anasema wewe umepona ugonjwa wa dhambi. Hayo majeraha. Naweza soma mstari wa 10. Isaiah 53:10. Lakini alikuwa ni mapenzi ya Mungu kumchubua. Lakini alikuwa ni mapenzi ya Mungu kumchibua. Lakini alikuwa ni mapenzi ya Mungu kumchubua. Yalikuwa ni mapenzi ya Mungu kumchubua na kumsababisha ateseke. Na kumsababisha Yesu ateseke. Ingawa Bwana amefanya maisha yake kwa sadaka ya hatia. Maisha yake Yesu kuwa sadaka ya hatia. Ataona uzao wake na kuishi siku nyingi. Mungu ataona uzao wa Yesu Kristo. Wale wataamini damu itakuwa ni uzao wa Yesu Kristo. Wale watatubu dhambi, kuziacha na kuamini kazi ya Yesu Kristo, huo ndio utakuwa uzao wa Yesu Kristo. Nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwa Yesu Kristo. Yesu hakufeli. Yesu alifanikiwa kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Waweza rejelea sehemu ya kwanza? Baada ya maumivu ya nafsi yake. Lakini yalikuwa ni mapenzi ya Bwana. Yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Kumchibua. Kufanya nini? Kumchibua. So Mungu anapendezwa kumchibua nani? Yesu Kristo. Yesu anasema mbona umeniacha? Mungu anajua kile anafanya kwa mwili wa nani? Kwa Yesu Kristo. Anaufinyanga. Yesu anateseka, analia. Mungu anasema napendezwa na hili ninalolifanya mwanangu. Mungu ameficha uso wake kwa Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zako. Utatu umetengana.
kwa siku 3 kwa ajili ya dhambi zako. Nipate kuona, ili kwa imani niunganike haraka kwa uwezo wa Mungu, ili nisije nikatengwa, usije ukatengwa na huu utatu milele kwa ziwa la moto. So piga hiyo hesabu tafadhali. Fanya hiyo hesabu. Ni mawili, kwa sababu wewe ulisababisha utatu utengane. Mimi nilisababisha utatu utengane. Sasa kama sitakubaliana na Mungu kwa Yesu Kristo, Yesu anasema aliyesababisha utatu utengane ni mwenye dhambi. Sasa hajapata msamaha wa dhambi, hajapata toba na msamaha wa dhambi. Yesu anasema huyo sasa atengwe na utatu, asiwe na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, atupwe kwa ziwa la moto milele. So niangalie na uangalie. Let's angalia Isaiah 52:14. Mungu alikuwa anampiga tu Yesu. Mungu alikuwa anampiga tu Yesu Kristo. Yesu alikuwa anapigwa tu. Isaiah 52:14. Yeah. Kama walivyokuwa wengi walioshangazwa naye. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana. Uso wa Yesu Kristo, Mungu ndiye alikuwa anampiga, ulikuwa umeharibiwa sana. Mungu ndiye alikuwa anamchibua. Mungu anamchibua Yesu Kristo. Mungu anamchibua. Mungu akikuchibua utaonekana vipi? Ukiamua huyo amegongwa na gari, huyo ameangukiwa na feri, huyu mtu atakuwa anaonekana vipi? Kama sasa mtu amepigwa na Mungu, Mungu amemchibua huyo mtu anaonekana vipi? Wana maiti inaletwa mochari, wale watu wa mochari wamefanya mochari miaka 50 wengine. Wazee wanaitana, fulani Hamisi, hebu njoo uone ile maiti. Wanaitana mochari, wameka mkutano, waangalie hii maiti ilivyoharibika. Hii maiti unafikiri imeharibika kiasi gani? Yesu alikuwa akimuona hivi. Watu wanaona hasira ya Bwana. Hakuna mtu aliyeharibiwa ulimwenguni na hata ulimwenguni kama Yesu Kristo. Kwa sababu dhambi zako zote, uchafu wako wote ulikuwa pale juu na hasira ya Bwana ilikuwa inawaka. Mungu amemwacha, Mungu amevunja utatu. Mungu ametenganika na utatu. Anamwadhibu mwanae kwa ajili ya dhambi zako. David, Moses, dhambi zako. Wewe unafikiri Mungu atakuharibu kiasi gani? Usipomwamini, usipotubu dhambi na muamini Kristo, unafikiri Mungu atakuharibu kiasi gani? Uliokoka kondoo unaweza kufanyika mbuzi, na ukifanyika mbuzi kwa kufutwa katika kitabu cha uzima, unafikiri Mungu atakuadhibu kiasi gani? Manake damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa dhambi, si ya makusudi baada ya msalaba. Yesu hakusema na mwaga damu yangu hii uokoke alafu uishi maisha ya ujeuri ama kiburi. Yesu anasema no. Hapo ni moto watakatifu. Angalia wewe kondoo, usiwe mbuzi. Na wewe mbuzi, uangalie usibaki mbuzi, kwa sababu ukibaki mbuzi utateketezwa. Kwa imani kimbia uwe kondoo, kwa nini ambayo ninalisikia. Na ukibaki kondoo kwa uwezo wa Mungu, hakikisha umebaki kondoo kwa kutii neno la Bwana na amri zake mpaka mwisho. Endelea tafadhali. 52 Isaiah 14. Kama walivyokuwa wengi walioshangazwa naye. Kama walivyokuwa wengi walioshangazwa naye. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana. Uso umeharibiwa. Watu wanajipenda sana katika uso. Watu tumia cosmetics nyingi sana kwa uso wao. Wanawake kwanza wajipambe. Bidhaa za cosmetics zinauzwa, zinanunuliwa sana, mamilioni watu wanatengeza. Uso tu watu hawataki. Wanawake wanataka wajisafishe kabisa, wakate nyusi, wanyoe nini kabisa, haonekane mrembo kweli. Hata kigwaruzi kama hataki. Lakini unaambiwa dhambi za huyo mwanamke na huyo mwanaume zilichukuliwa zikaekwa kwa Yesu. Yesu akaharibiwa uso. Wewe walinda uso wako na waisimamisha machafu, na mwingine alisimamisha masafi na uso wake uliharibiwa kiasi kwamba kuna mtu akisema, hata Mariamu akimwangalia hivi, wanawake wakimwangalia hivi, wanasema hii sura Yesu iko wapi? Hatuioni, ameharibiwa. Watu upenda uso wao. Jiangalia kwa kioo kidogo, wapenda uso wako. Yesu uliharibiwa. Alafu unakuta wewe ndio uko na dhambi, alafu unaita handsome baby. Handsome baby chooni. Hii si maisha matakatifu. Handsome baby kitu gani? Beautiful kitu gani? Hakuna beautiful. Sasa unaniona mrembo, unanionaje? Aje na unasimamisha usherati. Yesu aliharibiwa.
Yafaa uchukie dhambi. Kama umemwasa sawa, lakini kama uko handsome na unasemesha machafu, hakuna handsome baby hapo. Moses wasemaje? Sura ya mwingine iharibiwe kweli kweli, alafu mimi nijite handsome boy na nasemesha machafu. Hakuna handsome boy hapo. Hakuna beautiful, hakuna. Wacha urembo uwe wa moyo, urembo uwe wa ndani. Tukifikiria licha kwa kama ni mrembo ni sawa. Ukifikiria kwamba ule urembo wa Yesu Kristo katika uso wako ulipigwa ukaribiwa, wewe ambiwe ungependa uharibiwe hivyo katika uso. Hakuna mwanamke hata mmoja atasema niharibu mimi. Hakuna mwanaume atasema niharibu mimi. Mpendwa mmoja shule alileta shida. Mmoja alikuwa anapiga watu. Sasa akapata mmoja tu ambaye akampiga kichwa, akang'oa jino lake. Huyo ambaye anapiga watu alishika hivyo kusema nishaharibiwa. Ni mkubwa huyu, anabuli watu, anapiga watu kweli na anaogopewa. Sasa mdogo pia alikuwa mdogo, lakini yani hataki kuonewa. Sasa akafanya hivi, bahati mbaya ikaenda mpaka kwa kichwa ikatoa jino. Huyu mkubwa ni mkubwa, anasema nishaharibiwa. Akazungumza mzake, hii inasaregea. Anambia hii ishatoka. Wapendwa, huyo mtu alienda nje, student mrefu alienda nje akachukua fimo. Akasema huyu unaja sana na anaja kuua. Kwa nini? Amemharibu maumbile. Alimtandika kidogo, shule nzima strike. Maana alikuwa anajua hili jino lilikuwa linamfanya aonekane vizuri, lakini sasa haliko. Anajua ataishi miaka yake yote na pengo. Na neno uso wako umefanya nini? Umeharibiwa. Na maisha anaishi ni machafu. Na anaharibiwa kidogo tu jino, analia. Yesu aliharibiwa uso mzima na kufanya kosa na kulalamika. Na kusema nimeharibiwa. So nijiangalie. Na niangalie sadaka ambayo Yesu Kristo anatoa. Ananitolea. Imeisha Isaia tafadhali. Kama walivyokuwa wengi walioshangazwa naye. Kwani uso wake ulikuwa umeharibiwa sana. Zaidi ya mtu yeyote. Na umbo lake kuharibiwa. Zaidi ya mfano wa mwanadamu. Maiti kwa ajili ya dhambi zako ziliharibu uso wa Yesu. Umbo lake liharibu. Unafaa ufanye nini sasa? Umbo lako linafaa limwishie Yesu, uso wako na kumwishia Yesu Kristo. Naweza soma Isaia hapo 50 mstari wa 6. Mungu ndo alikuwa anampiga. Amemtenga mwanae. Utatu umevunjika, utatu unapigana. Mungu anapiga Yesu Kristo. Isaia 50 mstari wake ni wa 6. Isaia 50 mstari wake wa 6. Naam. Niliwapa mgongo wangu wale wanipigao. Yesu anasema aliwapatia mgongo wake wale ambao alikuwa anampiga. Yesu aliwapa mgongo. Mashavu yangu wale wang'oao ndevu zangu. Mashavu. Yesu anasema aliwapatia mashavu. Mashavu ni haya hapa. Yesu alisema aliwapatia mashavu. Alafu akayang'oa. Wakawa wanang'oa ndevu, wanang'oa mashavu. Ukivutwa tu nyele moja. Watoto wangu sasa wengine wako na hii tabia. Kikapo anavuta nywele. Ule uchungu anausikia. Sikia ni kivuta tu nyele moja. Basi ufanye nini? Ukagonge haraka. Kwa sababu ni uchungu. Yesu alivutwa ndevu. Hakutenda dhambi kwa ajili yako na yako. So mara ngapi? Na hiyo yote ni Mungu alikuwa anampiga Yesu Kristo. Ndevu zikavutwa. Wewe nyele moja tu ikivutwa ya mguu, naitwa malaika. Moja ikivutwa vizuri unalia, una complain, unanungunika. Yesu alivutwa ndevu zikavutwa huku akipigwa kwa ajili ya dhambi. Niaje nitafanya uhusiano tena na dhambi? Nitafanyaje urafiki na dhambi tena? Sikuficha uso wangu kutokana na kufedhea na kutemewa mate. Anasema hakuficha uso wake, aliuanika hivi ili apate fedhea na atemewe mate. Mtu anapita, mtu ameharibika uso, anatemea mate. Nani anafanya Yesu atemewe mate? Dhambi zangu.
dhambi zako zinafanya Yesu atemewe mate, then sifai kuwa na urafiki na dhambi kwa wakati wote, saa yote, dakika yoyote, mahali popote. Ufai kuwa na urafiki na dhambi. Toba ni toba kweli, kugeuka kutoka kwa dhambi na kuichukia kweli na kuelekea msalabani. Ya Mungu alimpiga Yesu Kristo, ni Mungu anampiga Mungu. Yohana 1:8-18. So inafaa uelewe ni Mungu anampiga Mungu. Mungu Mwana anampiga Mungu Baba. Samani, Mungu Baba anampiga Mungu Mwana. Naona mko makini, asante. Mungu Baba anampiga Mungu Mwana. So ni Mungu na Mungu. Yaani dhambi yako inafanya Mungu Moses ampige Mungu. Yesu ni Mungu Mwana. Yohana 1:18. Yohana 1:18. Naam. Hakuna mtu yote aliyemuona Mungu. Hakuna mtu yote aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee. Ila ni Mungu Mwana. Mungu Mwana pekee. Aliye kifuani. Yesu analala kifuani mwa Baba. Aliye kifuani mwa Baba ndiye ambaye amemdhihirisha. So tunaona Mungu Baba anampiga Mungu Mwana ili wewe upate kupona. Kwa kupigwa kwa Mungu Mwana na Mungu Baba ni wewe upate uponyaji, mimi nipate uponyaji wa dhambi. Yaani dhambi iwe sahau katika maisha yako na yangu. Usifungulie mlango wewe uliye kondoo. Wewe mbuzi ambaye umegeuka kutoka kwa hiyo kwa uwezo wa Mungu. Endelea kufunga mlango kwa hizo dhambi. Na ukiendelea kusongezwa na neno la Bwana kwa imani kwa Yesu Kristo uokolewe. Zifutwe, zioshwe. Mwenye dhambi ni sawa na mtu akiwa anatubu. Moses, mtu akiwa anatubu ni sawa. Ni kama waona anakimbia, waona kama watu wanakufukuza huko. Giza kubwa linakufukuza huko. Giza kubwa. Okay, moto mkubwa unakufukuza, moto mkubwa unakufukuza. So mwenye dhambi akiwa anatubu huwa anakimbia moto. Moses, moto mkubwa huwa unamfuata. Moto mkubwa mkali sana unamfuata. Akiwa anaelekezwa na Mungu kwa Yesu Kristo. Mungu anamfuata kwa Yesu Kristo. So moto mkubwa uko nyuma. Na dhambi pia ziko hapo nyingi sana. Huwa ziko mbali, huwa ziko hapo kwa. Inataka tu uregelee tu. So dhambi nyingi sana ziko nyuma yako, moto mkubwa uko nyuma yako. Alafu mbele yako kuna mafuriko makubwa sana yamepita hiyo dhambi. Makubwa sana ya damu ya Yesu Kristo. Inakuja. Sawa. So mwenye dhambi kwa rehema ya Mungu akiendelea kusikiza injili, akiletwa na Mungu, giza na jehanamu ziko nyuma yake, ziwa la moto liko nyuma yake, mapepo na mashetani na dhambi ziko nyuma yake, na moto mkali uko nyuma yake. Anakimbia. Na huku damu ya Yesu Kristo, mafuriko makubwa sana ya. Akiendelea kusikiza, Mungu anamweka anafikisha kwa hii damu. Hii damu inamkaa. Alafu haya yote yanazimwa na damu ya Yesu Kristo. Yanaondolewa. Mtu anakuwa ameokoka kutoka kwa dhambi, kutoka kwa shetani, kutoka kwa ziwa la moto, kutoka kwa maisha yako ya kale, kutoka kwa hukumu na hasira ya Bwana. Imeondoka. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo na mapigo yake. So unakuwa safe. Mungu anataka hiyo taswira, hiyo picha wewe unaiona kila wakati. Damu ya Yesu Kristo haiko mbali maita, ni mafuriko makubwa sana. Karibishi, pokee Patrick. So tunaweza ona pia Mungu akamtuma mwanae, Mungu Mwana. Yesu ni Mungu Mwana, Yesu ni Mungu Baba. So Mungu alipokuwa anampiga Yesu Kristo pale msalabani, Mungu alipomwacha Yesu Kristo, Mungu alimtuma Mungu wapi? Jehanamu. Mungu Baba anamtuma Mungu Mwana Jehanamu. Mungu anatuma Mungu Jehanamu. Mungu anampiga mwanae Yesu Kristo. Anazipiga dhambi zako. Haitoshi. Anamchukua mwanae ambaye ni Mungu Mwana, anamuingiza jehanamu, anamwambia nenda huko jehanamu. Yesu anashuka mahali inafaa ushuke. Aende kuhubiri injili. Aende kushuhudia kazi amefanya.
Mungu Baba anatuma Mungu Mwana jehanamu ili mwanadamu kwa uwezo wa Yesu Kristo na njia ya damu ya Yesu Kristo apae mpaka mbinguni, mpaka paradiso, aingie Yerusalemu mpya. Mungu anamtuma Yesu Kristo jehanamu. Mungu anatuma Mungu jehanamu kwa sababu yako. Hili linafaa kusumbue maiti ya Moses. Hii inafaa kusumbue. Mungu anatuma Mungu jehanamu. Mali unafaa uende. Itakuwa na uhusiano vipi na dhambi? Itaanza vipi kwanza? Kiburi itaanza vipi? No, inamaanisha kuna kitu na sawa, kuna kitu kiko sawa. Na nitapumzika vipi nikijuazi Mungu alimtuma Mungu Mwana jehanamu? Halafu wewe haujapata msamaha wa dhambi, wewe atakutuma wapi? Tuko mbali kumaliza. Waraka wa kwanza wa Petro, Mungu Mwana anatumwa jehanamu na Mungu Baba. Mungu anatuma Mungu jehanamu ili mwanadamu aingie paradiso. Huu ni ushindi wapendwa, ushindi mkubwa. Huu ni ushindi mkubwa. Mungu anatuma Mungu jehanamu ili mwanadamu hapae kwenda paradiso. Inapendeza. Mungu ashuke chini, Mungu afanye Mungu ashuke chini jehanamu ili mwanadamu apande paradiso, mbingu ya tatu. Wapendwa, huu ni ushindi mkubwa sana. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 18 mpaka 20. Mungu anatuma Mungu jehanamu achukue vifunguo, kufungue toka kwa dhambi, toka kwa jehanamu. Tafadhali. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 18. Kwa kuwa Kristo naye aliteswa mara moja tu kwa ajili ya dhambi. Kristo aliteswa mara moja tu kwa ajili ya dhambi. Mwenye haki kwa ajili ya sio haki. Mwenye haki kwa ajili ya sio haki. Ili awalete nyinyi kwa Mungu. Ili awalete nyinyi, atulete sisi kwa Mungu. Mwili wake ukauawa. Mwili wa Yesu Kristo uliuawa. Akafanywa hai katika roho. Lakini Mungu alimfanya Yesu awe hai katika roho. Roho yake ilienda wapi? Endelea. Baada ya kufanywa hai. Baada ya Yesu kuwa hai kwa roho, mwili ulibaki msalabani. Roho ya Yesu, roho ya mwana wa Mungu, roho ya Mungu Mwana. Mungu alituma wapi? Endelea. Asante. Mungu akubariki. Baada ya kufanywa hai, alikwenda na kuzihubiria roho zilizokuwa kifungoni. Roho hizo ambazo zamani hazikutii. Zile roho za wakati wa Noa hazikutii injili, zilikuwa jehanamu. So Yesu alishuka kwenda jehanamu kuzihubiria injili. Haijaisha. Wakati ule uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Roho zile hazikutii wakati uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Katika siku za Noa. Wakati wa kujenga safina. Ambao watu wachache tu. Yaani watu wanane. Waliokolewa. Ili wasiangamie kwa gharika. Mpaka hapo ni sawa. So Mungu anaeleza kuhusiana na Yesu kuingia jehanamu. Mungu Mwana anatuma Mungu Baba anatuma Mungu Mwana jehanamu kwa ajili ya dhambi yako. Wewe unafikiri atakutuma wapi Moses? Endelea kucheza na dhambi? Nikiendelea kufanya mzaa, ni kondoo lakini unafanya mzaa hapa na pale? Hapana, Mungu atakutuma mbali zaidi katika ziwa la moto. Atakutuma huko. Wewe umefanya Mungu atengane na Mwana, utatu utengane. Mimi nimefanya Mungu atume Mungu jehanamu. Then wafanya nini? Respond. Chukua hatua ya imani kwa kile unakisikia. Tafadhali. Unaweza kusoma ya baada Yesu aliuawa baada ya siku 3 sawa baada ya Yesu kushuka jehanamu, baada ya siku 3 utatu ulifanya nini? Ulijoin. Asante. Uliregeleana tena. Unajua nini ilifanya utatu uregeleane tena? Dhambi yako na yangu imeoshwa na imeondolewa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu akifufuka inamaanisha sasa umehesabiwa haki na utatu umeregeleana. Bwana Yesu asifiwe. So sisi na wewe ni umefanyika mwenye haki kwa sababu
Dhambi yako ilifanya utatu tengane, ikapeleka Mungu mwana jehanamu. Mungu mwana baada ya siku 3, Mungu akarudi tena kwa Mungu mwana, akamfufua bila dhambi yako, bila dhambi yangu. Utatu ukafanya nini? Ukaregeleana kwa ufufuo wa Yesu Kristo. Na kwa ufufuo huo wewe umefufuliwa tena sasa kama kiumbe kipya, ili uishi maisha matakatifu ndani ya Kristo Yesu. Umefufuliwa tena kwa kufufuka kwa Yesu ili uhesabiwe haki. Kwa ufufuo huo, elewa, kwa ufufuo huo wa kufanya utatu ungane, Mungu anasema umehesabiwa haki. So inafaa uamini kwamba kwa ufufuo wa Yesu Kristo umehesabiwa haki. Unaweza soma tafadhali Matendo ya Mitume 3 mstari wa 26. Matendo ya Mitume 3:26. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 26. Naam. Mungu alipomfufua Yesu mwanawe. Mpaka hapo. Mungu alipomfufua Yesu mwanae. Mungu anarudi kumfufua Yesu mwanae kwa nini? Dhambi yako Yesu ameilipa na mauti ili ufanyike mtakatifu. Hiyo kazi imekamilika. Yesu amezikwa, Mungu anarudi. Yesu sasa hana dhambi. Yesu hana dhambi zako. Mungu hahesabu tena dhambi zako sababu Yesu ni mtakatifu tena. Dhambi zako zimelipwa. Mungu anarudi kumfufua nani? Yesu Kristo siku ya 3. Endelea tafadhali. Mungu alipomfufua Yesu mwanawe. Mungu alipomfufua Yesu mwanae, alimtuma kwenu kwanza. Ili awabariki kwa kumgeuza kila mmoja wetu kutoka njia yake mbaya. Mungu alimfufua Yesu Kristo. Yesu alifufuliwa. Na hii inamaanisha utatu unaregeshwa venye ulikuwa. Utatu unaunganika. Na Yesu amefufuliwa ili ugeuzwe kutoka kwa njia zako mbaya. Hii ni toba. Mungu anakuambia tubu. Kwa nini Yesu amefufuliwa? Ni ili ugeuzwe kutoka kwa njia zako mbaya, ili upate toba. Yesu amefufuliwa. So una sababu ya kutokupata toba kwa sababu Masihi ashafufuliwa tayari. Utatu umerudiana. Kwa nini ugeuke kutoka kwa njia zako mbaya? Matendo ya Mitume hapo unaweza angalia 10:39 na 40. Matendo ya Mitume 10:39 na 40. Yesu anafufuliwa, dhambi zako zioshwe. Zishaoshwa na damu yake. Zishaoshwa na mauti yake. Anafufuliwa ili uhesabiwe haki na utatu uregeleane tena. Kwa ile kazi ambayo imetenga utatu imemalizwa pale msalabani, imemalizwa pale makaburini. Yesu amefufuliwa bila dhambi zako na zangu. Utatu umeregeana. Wewe umehesabiwa haki. Mimi nimehesabiwa haki. Yesu anasema geuka kutoka kwa njia mbaya. Yaani tubu dhambi zako zote. Uamini kile umekisikia. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Matendo ya Mitume mstari wa 39. Sisi ni mashahidi wa mambo yote yaliyofanyika katika Uyahudi na Yerusalemu. Sisi ni mashahidi, ni Petero anasema, wa mambo yote yaliyofanyika katika Uyahudi na Yerusalemu. Wakamuua kwa kumtundika msalabani. Wakamuua. Wayahudi walimuua Yesu Kristo. Mimi na wewe dhambi zetu zilimuua Yesu Kristo kwa kumweka msalabani. Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Lakini Mungu alimfufua. Mungu akarudi tena kwa Yesu. Dhambi zako zimelipwa kwa mauti ya Yesu. Umefanyika mtakatifu. Wakolosai 2:20 Wakolosai 1:22. Katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete nyinyi mbele zake Mungu na mimi tukiwa watakatifu bila mawaa wala lawama. Mungu anasema kazi imekamilika. Anarudi siku ya 3 kumwamsha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu bila dhambi zako umefanyika mtakatifu. Mungu anamfufua Yesu. Mungu anamfufua Yesu kwamba utatu umeregeleana, umefanyika mwenye haki. Haijaisha. Sisi ni mashahidi wa mambo yote yaliyofanyika katika Uyahudi na Yerusalemu. Sisi ni mashahidi wa mambo yote yaliyofanyika Uyahudi na Yerusalemu. Wakamuua kwa kumtundika msalabani. Wakamuua kwa kumtindika msalabani.
Lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu siku ya tatu na akamwezesha kuonekana na watu. Mungu alimfufua Yesu. Yesu anakuwa kama ushuhuda, evidence ambayo iko wazi. Wakimuona Yesu wanaona utatu umeregeleana. Wakimuona Yesu wanaona umefanyika mwenye haki. Mungu akamwinua Yesu. Yesu akitembea naona nimefanyika haki kupitia Yesu aliyefufuliwa. Yesu aliyefufuliwa. Soma kitabu cha mwisho katika kufufuliwa kwa Yesu, Warumi 4:25. Warumi 4:25. Bali kwa ajili yetu sisi pia. Bali kwa ajili yetu sisi pia. Warumi 4:25. Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Naye alifufuliwa kutoka kwa mauti. Alifufuliwa kutoka kwa mauti ili tupate kuhesabiwa haki. Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Naye Yesu alifufuliwa kutoka kwa mauti ili uweze kuhesabiwa haki. Hapo ndio utatu ulifanya nini? Uliregeleana. Yesu akaenda mbinguni, kumaanisha utatu umeregeleana, kumaanisha mwanadamu amehesabiwa haki. Anaitwa mali yuko, atubu dhambi na muamini Yesu Kristo. Utatu umeregeleana, Yesu umeregeleana. Yesu yuko mbinguni. Tutamalizia na hiyo tafadhali kwa Ibrania, na natumaini ni ya mwisho. Ibrania 1:2-3. Ibrania 1:2-3. Yesu akikaa mkono wa kuume wa Mungu, inamaanisha utatu umeregeleana. Utatu umeregeleana, yani tatizo la dhambi zako na zangu zimelipwa completely, nimefanyika mwenye haki. Kwa nini? Namuona Yesu mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu ni ushahidi. Yesu ni ushahidi ya kwamba dhambi zako zimelipwa, kwa sababu kama hangemaliza kazi, utatu haungerudiliana mpaka leo, na Yesu angekaa mkono wa kuume wa Baba. Ibrania 1. Weza soma kuanzia kwanza. Ibrania 1:1. Naam. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii. Mara nyingi kwa njia mbalimbali. Mara nyingi kwa njia mbalimbali. Lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanae ambaye ni neno ambao umelisikia, ambaye amemweka Yesu kuwa mrithi wa vitu vyote, na ambaye kupitia kwake aliumba ulimwengu. Kupitia kwa Yesu. Yesu ni mng'ao, ule mng'ao wa Mungu, ule utukufu wa Mungu. Yesu ni huo. Na mfano halisi ya nafsi yake. Akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake penye uweza, akisha kufanya utakaso. Yesu akisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi zako na zangu, aliketi pa mkono wa kuume wa aliye mkuu huko mbinguni. Yesu alikaa. Inamaanisha utatu umefanya nini tena? Umeregeleana. Na mwanadamu aliyesababisha utatu utengane, ile shida iliyosababisha ni nini? Dhambi. Ina maana dhambi imefanya nini? Imeshughulikiwa, yako na yangu. Ushahidi ni nini? Utatu umeregeleana. Shahidi ya kwamba umesamehewa dhambi ni utatu umeregeleana. Mungu anakuambia tu geuka completely. Amini kazi ambayo Mungu amefanya. Nakushukuru Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Asante kwa neno lako. Mungu wewe ni mwaminifu. Umetenda, umenena. Nasaidia waliosikia tu wasiwe tu wakusikia, lakini wawe pia wakutenda. Mungu tupatie hatua katika imani ya kiroho.
upate kutufunulia kuhusiana na yote uliyoyanena kupitia Roho wako aliye mtakatifu na neno lako Bwana, na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen. Sema neema in the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, in the fellowship of the Spirit, with us and forevermore. Amen. Baba yetu, Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but us from evil. Power and glory as forever and ever. Souls of God. Sanctify.